wanachokiona kwamba wakae hayo mahisabu, hicho kilichokuwa hakijakaa sawa wawekane sawa, halafu waliouziwa wote wapewe mikataba ambao muuzaji awe ni huyu mmiliki. Eneo la shamba lililopo Fuoni Kipungani lilozua taharuki baina ya mmiliki na dalali limesimamishwa kuendelea na shughuli za ujenzi pamoja na uuzaji wa eneo hilo hadi hatua za kisheria zitakapochukuliwa. Hayo yamejiri mara baada ya kuzuka kwa taharuki kutoka kwa mmiliki wa shamba pamoja na dalali. Hii imetokea baada ya kutokuafikiana katika mikataba yao. Katika kuliona hilo, mkuu wa mkoa mjini Magharibi Unguja Mohamed Ali amefika katika eneo la tukio na kufanya mazungumzo na mmiliki pamoja na dalali na kufikiwa mwafaka, sambamba na kutoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kuuziana viwanja kiholela. Kulikuwa kuna mgogoro wa kutokukubaliana katika mikataba baina ya mmiliki wa shamba pamoja na watu ambao waliokwenda kama kukata viwanja ambao wauzaji. Kwa hiyo hawakuafikiana kibei wenyewe, na baadaye wakazusha kama kuna mgogoro wa ardhi ambayo katika eneo la Fuoni Kibondeni. Baada ya kusikiliza pande zote pamoja na wakazi wa eneo hili, tumegundua kwamba hakuna mgogoro wa ardhi, isipokuwa mmiliki wa shamba amekubaliana na baadhi ya watu kulikata shamba na hatimaye kugawa viwanja kwa utaratibu ambao wao wamekubaliana, lakini kwamba kilichokuwa kikiendelea kwamba fedha zilizokuwa zikenda wakipeana na fedha zilizokuwa zikirekodiwa zilikuwa ni tofauti. Sasa hapo kila mmoja akatoka na imani na mwenziwe, na ndipo ambapo walipoweza kwenda kushtakiana katika maeneo mbalimbali. Sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa mjini Magharibi, kazi yetu ni kusimamia haki za binadamu na kutatua migogoro ambayo inajitokeza katika maeneo yetu. Tumefika hapa Fuoni Kibondeni na tumewasikiliza pande zote, na hatimaye tumeweza kuambia kwamba waweze kustop uuzaji wa viwanja, kwa sababu hii sio taratibu za kisheria, na pia kustop ujenzi wa aina yoyote mpaka pale shauri hili litakapoweza kukubaliana wao kwa wao kwenye meza, ambapo mkuu wa mkoa ataweza kusimamia shughuli hii kwenye kamisheni ya ardhi pamoja na kamati ile ya usuluhishaji wa migogoro ambayo itakuwa inawaongoza na inawapa miongozo kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu. Wangu wananchi waache utaratibu ambao wanaotumia wa kuuza ardhi kiholela, kwa sababu ardhi ni mali ya serikali, si mali ya mtu. Kwa hivyo waache mtindo huo na kuacha kujiingiza katika migogoro iliyokuwa sio ya kawaida. Amuri Manga, mkuu wa wilaya ya Magharibi Unguja, amesema kuwa atahakikisha anashirikiana na Wizara ya Ardhi ili kuondoa kabisa migogoro katika wilaya. Migogoro ya ardhi inakuwa ni sehemu ya maisha ya kiwilaya yenye tabia ya kukua na yenye tabia ya kwenda mbali kiuwekezaji. Kwa hiyo tunashirikiana na wenzetu kamisheni ya ardhi, lakini tunashirikiana na mamlaka na vyombo mbalimbali kuona haya mambo kwa sasa yanapungua. Nashukuru sana kamisheni ya ardhi, sasa wameanza kuwa na utambuzi, viwanja vimeanza kupimwa na kutambuliwa. Huu utambuzi utafanya kila mmoja julikane eneo lake, na amini baada ya miaka miwili hapo mbele migogoro ya ardhi itakuwa hamna kwenye wilaya hii. Kwa upande wake, mmiliki wa eneo hilo Ahmed Salum Baruk amesema kuwa ukiukwaji wa makubaliano baina yake na dalali huyo ndio sababu ya mgogoro huo. Aidha, ameshukuru serikali ya mkuu wa mkoa kwa juhudi alizochukua hadi kufikia mwafaka. Kilichotokea hapa ni ukiukwaji wa yale mazungumzo ambayo wedha yameandikwa au hayakuandikwa, yamekiukwa. Makubaliano ya mwanzo walipokuja, kama hamna kitu mkononi basi mtaonyesha angalau uungwana, yani uaminifu wa hili jambo, lakini hawakufanya hivyo na tuliekeana mipaka. Kwa hivyo tulikubaliana hapa ndani ya mwezi mmoja watakuwa wameshafanya jambo hilo, na kiwango cha pesa kilikuwa kiingizwe bilioni 1 na hakikuingizwa. Lakini kama haitoshi, hazikuingizwa, na halafu kuna sehemu ambazo tulizikataza zisiuzwe wameziuza, na kuna sehemu ambazo wameuzia watu wa mara mbili zaidi ya mtu mmoja, maana kiwanja kimoja kimeuziwa watu watatu. Kwa hivyo zinapokuja kesi sasa, wanatafutwa hao hawaje katika ile kesi, hawaonekani. Sasa ninapoitwa mimi, mkiitwa mahakamani, naitwa mimi na wale ambao wamekuja kulalamika. Tukiitwa
Madema naitwa mimi na walokuja kulalamika. Tukiitwa kwa afisa mkuu wa wilaya mimi na walolamika. Sasa hawa wako wapi? Hawaji. Na mimi mara zote na ninazo clip ambazo nimewaandikia kuwaita, njooni na mikataba to sort out hii problem. Hawaji. Yasingefika haya leo kuwasimamisha watu na kazi zao nyingi. Unaona tukasimama hapa masaa yote. Kama ingelikuwa wao ni watiifu, wangekuja na mikataba yao, ili jambo lingeisha. Kwa sababu hili ni dogo kuliko mimi la kutoa mali yangu. Kutoa mali yangu mimi kuwapa wao lilikuwa kubwa, na hakuja mkuu wa wilaya wala mkuu wa mkoa wala hakuna mtu yote alionishawishi. Umefahamu? Nimefanya kwa imani yangu. Kwa hivyo mimi wameondoa imani juu yangu. Kwa nini wamekimbilia upande wa pili kuuza? Kwa sababu kuna mashimo huku. Kuna makosa waliyofanya huku, wanataka kuyatibu kwa kutumia eneo hili huku. Lakini suala la kulipa ni kitu kimoja na suala la kulipa kwa wakati ni kitu chengine. Unaweza kumchukua mwenye teksi ukamwambia nipeleke airport, akakupeleka saa 12 jioni, kumbe ulitakiwa ufike saa 6. Kwa hivyo hilo ni tatizo. Umenifahamu Wao sio kuuza tu, lakini kuuza kwa wakati ndio ilikuwa swala muhimu sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na jopo lake, na namshukuru naye hata mkuu wa wilaya kwa hatua alizozichukua hapo mwanzo, lakini kidogo ilikosa uangalifu mzuri kidogo. Lakini hii hatua aliyochukua yeye mkuu wa mkoa amekwenda zaidi. Ametukusanya sote na kila mhusika aliyokuwa katika kadhia hii ameletwa hapa na wameulizwa, wamejibiwa. Kwa hivyo imeonekana in and out. Msisitizo wangu, swala hili linaweza kurejea pale pale tulipotoka, kwa sababu ugumu uliojitokeza, wanapoitwa wanaweza kuja ama hawatimii, atakuja mtu mmoja badala ya watu watatu, au atakuja wote hawana chochote mkononi. Sasa swala kuja na kukutana kuzungumza bila ya mikataba hiyo tuliwaambia waje nayo, yani hiyo mikataba walioitoa kwa wateja wao, haitakuwa. Naye dalali akakubaliana kukaa pamoja na mmiliki ili kupatikana kwa mwafaka wa shamba hilo. Mimi nathibitisha kwamba niko tayari au tuko tayari na wenzangu kukaa na Mzee Ahmed kulijadili swala na kulifikia pahali pazuri. Nathibitisha niko tayari kukaa kitako meza moja. Kwa sababu hata iweje kama hatukufikia kikao sisi cha kukaa kitako na yeye, kwa misingi iliyoko hapa, kidogo inaweza kuwa na matatizo yake yakawa ni makubwa kubwa. Lazima sisi naye tukae kutokana na hii mikataba yetu ya kupeana ilivyo. Basi mimi nakubaliana kwamba sisi tukae, tulijadili, tujue wapi tumefikia, hatua itakofikia litaletwa kwa mkuu wa mkoa, hapa tumefikia, hapa tumefikia, hapa tumefikia. Idi Abdalla Haji, sheha wa shehia Afuoni Kipungani, ametoa wito kwa wananchi kuacha kufanya shughuli ya uzaji wa ardhi bila kupata mwongozo kutoka ofisi za shehia. Lakini pia mimi nitoe wito kwa wananchi wenye mashamba kama haya, kabla hawajafanya shughuli yoyote, muhimili wa migogoro wao wengine kusababisha, na kama hawajafanya mambo yote wanatakiwa wafike ofisi za shehia wilaya na mkoa, ndipo wafanye taratibu kama hizi. Lakini leo tunakuwa tuna changamoto kubwa kama hii ya migogoro ya ardhi, kwamba watu wanakubaliana huko, wanakwenda zao kwa wanasheria, wanakubaliana mikataba yao, lakini mwisho wa siku yote inakuja kwa sheha. Sasa kama hiyo imeanza kwa sheha, sheha imekwenda kumpa wilaya, hatimaye mkuu wa mkoa. Sasa mimi nataka wananchi wasifanye shughuli za kupima ardhi zao au kuuza bila ya kupata mwongozo kutoka ofisi za serikali za mitaa, ili wao ndio waweze kumaliza hizo changamoto zao. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.